Habari kaka na dada zangu, nina matumaini kwamba mnaendelea vizuri kabisa. Jioni hii nimependa kushiriki ujumbe mfupi kutoka katika kitabu cha Mormoni, ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Nitakuwa naeleza zaidi kuhusu kitabu hiki katika video nyingine, ila nimependa tu kushiriki maneno machache kutoka kwake leo kwa sababu ni kitabu ambacho kimenisaidia sana kuelewa mafundisho na maisha ya Yesu Kristo na injili yake. Kwa hiyo hili andiko nimekuwa nalifikiria kwa sababu leo asubuhi kuna kazi ambayo nilitaka kufanya na nilijiwekea lengo kubwa. Kuna kitu ambacho nilitaka kufanya, nikajipatia kama masaa mawili ya kufanya. Sasa masaa mawili yalipoenea nilikuwa sijamaliza kabisa. Nilikuwa nimejitahidi na ilikuwa ni kazi ambayo nilijua ingeweza kuwa baraka kwa watu wengine, lakini sikuweza kumaliza. Kwa hiyo niliendelea mpaka sikujiachia muda wa kula, na baada ya hapo nilihitaji kukimbia kazini. Na kusema kweli siku yangu iliharibika kidogo, nilijisikia vibaya tu, ilikuwa vigumu kuendelea kwa sababu niliweka hilo lengo kubwa na nikaendelea, na kusema kweli ilikuwa ni lengo ambalo lilikuwa zaidi ya nguvu zangu kwa wakati huo. Sisemi usiweke malengo makubwa, hiyo inasaidia, lakini ukijipatia muda mdogo tu wa kufikisha lengo fulani, unaweza kuja kujuta na utakuwa unajilaumu, utajisikia vibaya tu, utasema mimi siwezi kufanya hivi au hivi. Lakini maisha ni magumu, ndo hivyo. Kuna vitu vikubwa ambavyo vinachukua muda tu, kama vile kujifunza lugha na vitu vingine pia. Hata kuelewa neno la Mungu inaweza ikachukua muda kufanya. Usipoelewa mara moja haina shida. Kwa hiyo andiko moja ambalo nimependa kushiriki ni humu katika kitabu cha Mormoni. Kuna nabii moja aliyeitwa Mfalme Benyamini, na yeye alikuwa na maneno mazuri sana. Alikuwa anafundisha kuhusu Yesu Kristo, kuhusu maisha yake na kuhusu jinsi sisi kama Wakristo ambao tumeshika agano ya kumfuata tunahitaji kubariki watu wengine. Hasa sisi tukiwa watu ambao tumepewa vingi, inabidi tujitahidi kusaidia maskini, kusaidia wenye njaa na wengine wote ambao wanahitaji msaada wetu. Na alikuwa anaongelea vitu hivyo vyote, na baada ya kusema mambo hayo alisema hivi katika Hosea sura ya 4 mstari wa 27, anasema, na mhakikishe kwamba vitu hivi vyote vinafanywa kwa hekima na mpango, kwani haimpasi mwanadamu kukimbia zaidi kuliko nguvu zake, na tena ni lazima awe na bidii ili ashinde zawadi. Kwa hivyo vitu vyote lazima vitendeke kwa mpango. Ndio hivyo, kila kitu kinahitaji kutendeka kwa mpango. Tusikimbie kuliko nguvu zetu. Kweli tunaweza kuwa na nguvu nyingi, lakini tukumbuke kwamba sisi ni wanadamu. Kwa hiyo mimi mwenyewe ni kitu ambacho ninahitaji kukumbuka mara kwa mara, kwa sababu ninajitahidi sana kufuata Yesu Kristo, ninajitahidi sana kufanya vitu ambavyo ninajua vinaweza kubariki maisha ya watu wengine, ila nikikimbia kuliko nguvu zangu nitaishia nguvu tu na inaweza ikakuharibia. Kwa hiyo ndio hivyo. Na andiko lingine pia ambalo linaambatana na andiko hili ni katika kitabu cha Alma sura ya 36 hivi ama 37. Ndio 37 mstari wa 6, anasema, sasa labda unadhani kwamba huu ni upuuzi ndani yangu, lakini tazama nakwambia kwamba kupitia kwa vitu vilivyo vidogo na rahisi vitu vikubwa hutendeka, na njia ndogo mara nyingi hufadhaisha wenye hekima. Na mstari wa 7, na Bwana Mungu hutumia njia zake ili kutimiza kusudi lake kuu na la milele, na kwa njia ndogo sana Bwana huwafadhaisha wale werevu na kutimiza wokovu wa roho nyingi. Kwa hiyo hapa ninapenda hii sana. Na ni kama ile methali ya Kiswahili ambapo tunasema haba na haba hujaza kibaba. Kwa njia ndogo ndogo na kwa vitendo vidogo vidogo, baada ya muda
vitu vikubwa vitaweza kutendeka. Kwa hiyo ndo hivyo, nimependa kushiriki hiyo tu, na pia kuweza kutambulisha kitabu cha Mormoni kwa watu ambao hawajawahi kukisikia. Ni kitabu kizuri sana ambacho nakisoma pamoja na Biblia, na kimenisaidia sana kupata kumfahamu Yesu Kristo na ajili yake, na kisoma kila siku kinanipatia msaada wa kujijenga kiroho. Kwa hiyo ndo hivyo, nimependa hiyo. Kama wewe ni mtu ambaye unajiwekea masharti magumu au malengo makubwa, na mara nyingi unajisikia kama unashindwa kutimiza hayo malengo, ukumbuke kwamba Bwana ametuambia tufanye vitu vidogo vidogo na vitu vikubwa vitatokea tukifanya vile vitu vidogo vidogo. Kwa hiyo ndio ujumbe ambao nimependa kushiriki. Ninajua kwamba Yesu Kristo yu upande wetu na anatusaidia kupitia kwa vitu hivi vyote ambavyo tunafanya kuweza kubariki maisha ya watoto wake na kuwasaidia kurejea kwake. Kwa hiyo ndo hivyo, nafikiri kesho nitaweka video ambayo inaeleza zaidi kuhusu kitabu cha Mormoni. Tutaona tu, lakini ndo hivyo. Asante sana, mubarikiwe. Ningependa kusikia mawazo yenu kuhusu ile swala la kutokukimbia kuliko nguvu zako, na pia kufanya vitu vidogo vidogo kila siku ili mambo makubwa yanaweza kutokea. Kwa hiyo ndo hivyo jamani, ninawashukuru sana. Usiku mwema.